Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Mimi ni Happiness Africano. Ni siku nyingine tena tumepata nafasi na kibali kutoka kwa Mungu. Tumekutana tena hapa katika kipindi cha My Journey, kipindi ambacho tunakuwa na watumishi mbalimbali wa Mungu ambao wanashare na sisi mapito yao, changamoto walizopitia, namna gani waliokoka, na ni katika mazingira yapi walikutana na Mungu. Je, walijuaje kama wameitwa na Mungu? Wito wao wameanza kwa kipindi gani mpaka sasa hivi? Wanaonaje katika wito wao? Wanatembeaje na Mungu? Kwa kipindi hiki kimekuwa baraka kwa watu wengi sana sana, na tumepata shuhuda kutoka kwa watu wengi mno, na ninaamini hata siku ya leo kuna kitu utaenda kujifunza kutoka kwa mtumishi wa Mungu huyu ambaye tuko naye mahali hapa. Napenda nichukue nafasi hii kukukaribisha sana, na kama bado hujasubscribe basi subscribe ili uwe wa kwanza kupata kinachoendelea katika chaneli hii ya SEIC TV. Karibu sana na Mungu akubariki. Mtumishi wa Mungu, karibu. Asante. Karibu sana sana sana. Asante sana. Karibu katika studio zetu za SEIC TV. Amen. Ni mara yako ya kwanza ama ni? Katika shuhuda ni mara yangu ya kwanza. Okay. Lakini tuna kipindi kizuri cha mlipuko wa Injili. Tunahubiri vizuri. Tunamwona Mungu anafanya. Amen. Kwenye kipindi hicho kizuri. Amen. Amen. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Kwangu mimi ninaona ni neema. Unajua kukaa meza moja na wapakwa mafuta Bwana sio kitu cha mchezo. Amen. Karibu sana, nahisi kubarikiwa, nahisi kuheshimishwa na Mungu kukaa pamoja nawe mahali hapa. Amen. So kabla hatujaendelea zaidi, ningependa ujitambulishe, watazamaji wetu wakufahamu kwa majina yako. Unaitwa nani? Je, una familia, una watoto, vitu kama hivyo? Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina yangu naitwa Mchungaji Shedraki Mnyama. Nipo Kishiri Center. Nimeoa na mtoto mmoja. Amen. Namtukuza Mungu kwa kweli, na familia nzuri. Amina. Ninampenda Mungu. Amina. Amen. Mchungaji, kabla hatujaendelea sana, ningependa tufahamu historia yako kwa kifupi sana. Kabla ya wokovu, maisha yako yalikuwaje? Je, umezaliwa kwenye familia ya kiroho au umezaliwa kwenye familia ya watu ambao hawakupata nafasi ya kuipata nuru ya Kristo? Tunatamani kuipata hiyo historia yako ili tuone tunatembeaje. Amen. Maisha yangu kabla sijampokea Yesu yalikuwa ni ya changamoto. Yalikuwa ni ya changamoto. Yalikuwa ni ya changamoto sana. Lakini nimezaliwa kwenye familia ambayo haimjui Mungu. Okay. Kuna kaka zangu kama wawili ambao walikuwa wanamjua Mungu. Kwa hiyo wao ndo waliendelea kutushuhudia kama familia tuweze kumjua Mungu, kumfahamu Mungu zaidi. Lakini tulienda baada ya muda, kakaangu mmoja akawa amefariki. Aliyeokoka. Okay. Kwa hiyo akabaki mmoja. Tukaendelea, akawa anatushuhudia habari za Mungu. Ndio. Baada ya muda nikawa nimeokoka. Okay. So hiyo neema wazazi iliwapata pia au wao hawakupata hiyo neema ya wokovu? Wakati kaka zangu wameokoka, babangu mzazi alikuwa ameshafariki. Okay. Kwa hiyo baba mzazi alifariki before apate neema ya wokovu. Kupata neema ya wokovu. Oh Jesus. Kwa hiyo na kakaangu mwingine alipofariki, naye baada ya mimi kuokoka sasa, ndio nikarudi kumshuhudia mama akaokoka. Okay. Kwa hiyo mama yeye amefariki katika neema ya wokovu. Okay. Na kwenye tumbo lenu mlibahati, yani kwenye tumbo lenu kuna mtoto wa kike ama ni wa kiume tu? Wapo wa kike kama wanne. Na wao vipi kuhusu swala la wokovu? Wao bado
hawajaokoka mpaka sasa. Tunamwamini Mungu. Amen. Amen. Naamini Mungu wataokoka. Mchungaji, neema ya wokovu uliipata ukiwa na miaka mingapi? Neema ya wokovu nilipata nikiwa na miaka 18. 18, manake mtu mzima. Mtu mzima. Ni muda mrefu sana. Kweli. Yeah. Na kwa kipindi hicho ulikuwa unajishughulisha ama ulikuwa tu ni mtu wa nyumbani? Nilikuwa najishughulisha. Nilikuwa tunauza duka la magodoro. La familia au la? Tulikuwa tumeajiriwa. Okay, sawa. Tumeajiriwa. So kutoka hapo natamani utuambie maisha yako ya wokovu. Umeokoka ukiwa kijana. Na kama tunavyojua ujana una changamoto nyingi sana. Ni kweli. Kuna watu hawaamini mtu kumpokea Yesu akiwa bado kijana. Watu wengi anaona aule ujana wake kwanza, akiwa mzee ndo anamkimbilia Mungu. Yani. Sasa kwa kweli imekuwa ni tofauti kidogo. Umempokea Yesu ukiwa na miaka 18. Sasa natamani utuambie ulimeneji vipi kuishi maisha ya wokovu, na kuna changamoto gani ulikutana nazo hapo kwenye maisha yako ya wokovu, aidha kwenye familia, kwa marafiki, kazini kwako, au kwa kweli maisha ya wokovu ilikuwa ni mtelemko, msemo wa Waswahili wanavyosema? Hapana, maisha yangu ya wokovu nilipookoka, ndio mimi nilianza kuharibikiwa bado mdogo. Okay, ulianza kuharibikiwa maisha bado mdogo. Bado mdogo. Manake hata kabla ya kupata neema ya wokovu. Neema ya wokovu. Kivipi? Nilianza kunywa pombe nikiwa bado mdogo sana. Kwa hiyo katika hali kama hiyo, kwenye mtaa wetu, unajua mtu anayetumia pombe nilikuwa tofauti kidogo, nilikuwa mkorofi. Kawaida. Mkorofi, ya. Kwa hiyo baadhi ya vijana wa kanisani tulikuwa tunakutana nao, tunawatukana, tunawapiga. Kwa hiyo nilipokuja kupata neema ya wokovu, ndio vijana wengi kanisani ambao walikuwa wananifahamu waliondoka. Kwa nini? Walikuwa wanaogopa. Yaani wamo kanisani. Wamo kanisani. Na wameokoka. Naam. Nashangaa kwa nini waondoke wakati walikuwa wameokoka? Kwa nini wasifurahie kitendo cha kuingia kanisani? Waliogopa kwa sababu walikuwa wanajua labda ule ukorofi wa kule nje unauleta tena kanisani. Okay. Niliwahi kumpiga mtoto wa mchungaji mmoja, naitwa mchungaji Luka. Nikampiga, yani nilikuwa nimelewa. Alafu tulikuwa tumevaa gambuti. Sasa kwenye gambuti tulikuwa tumeweka machupa za bia. Sasa baada ya hapo nilitoa chupa moja nikakata, alafu nikampiga kichwani. Na ni kitu gani ambacho kilisababisha mpaka mkaingia kwenye ugomvi mkubwa kiasi hicho? Hakuna sababu yoyote zaidi. Ulijisikia tu? Ni kutumikishwa tu. Kweli. Kwa hiyo nilipata changamoto kubwa sana. Na pole. Kwa familia tulikuwa tunailetea hasara, kwa sababu ukileta fujo namna hiyo kuna pesa itatoka nyumbani. Ni kweli. Yeah. Kwa hiyo ingawa babangu enzi hizo alikuwa ni mtu mwenye hela sana. Kwa hiyo kuhusiana na fedha kwake halikuwa ni shida. Okay. Halikuwa ni shida. Kwa hiyo tukaendelea kwenda namna hiyo. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya matukio, lakini baba analipa. Okay, sasa mchungaji, tumetoka sasa kwenye yale maisha ya kunywa pombe, ugomvi, kupiga watu na kuleta hasara nyumbani. Sasa tumeingia kwenye neema ya wokovu. Na umesema uliingia kwenye neema ya wokovu ukiwa na miaka 18. Manake uliingia miaka 18 ukiwa unakunywa pombe kabla kwanza ya kupata neema ya wokovu.
Sasa umepata neema ya wokovu. Tunatamani kujua namna gani uliweza kuepuka zile tabia, namna gani uliweza kuacha kunywa pombe, kwa sababu hapa kuna watu ni vijana wanatutazama, wako kwenye wokovu, lakini bado kuna vifungo vimewashika, wanashindwa kuviacha. Wanatamani kuacha lakini wanashindwa. Uliwezaje kukabiliana na hizo roho? Ni Mungu tu alinisaidia. Ongeza sauti kidogo. Okay. Ni Mungu tu alinisaidia. Nilipookoka Mungu akanisaidia sana, nikawa ni mtu wa kanisani. Kwa muda mwingi nikawa nautumia kanisani, kufanya vitu vya kanisani. Kwa hiyo kule nje tena kuingia kwenye tamaa za ulevi na nini, Mungu hiyo alinisaidia sana. Vipi kuhusu marafiki? Marafiki ambao tulikuwa nao, ambao tulikuwa tunatumia pombe, wengi walinitenga. Walikutenga kabisa. Na hata marafiki ambao tulikuwa nao kanisani pia, kidogo wengi walikuwa wanakaa pembeni na mimi sana. Okay. Kwa hiyo unajikuta niweza kutengeneza marafiki ambao ni watu wazima, wa kuweza kukusaidia na kukushauri. Kwa hiyo baada ya muda kidogo tulipokaa kwenye neema hii ya wokovu sasa, ndio baadaye mama alikuwa ameshafika kwenye umri wa uzee sana. Kwa hiyo kaka yetu ambaye mkubwa ndo alikuwa kama anasimamia familia, kwa sababu yeye alikuwa bado hajaokoka. Tukawa kama tumeleta changamoto, sitofahamu kidogo. Kwa hiyo yeye akawa amenifukuza nyumbani. Okay. Aliponifukuza nyumbani nikatoka, nikakaa kwa mchungaji. Okay, baada ya kuokoka. Ambaye kakaangu pia ni mchungaji mpaka leo sasa. Ni askofu. Wow. Kwa hiyo sasa nimekaa pale kwake miaka mingi sana. Sawa. Miaka mingi sana. Kwa hiyo yeye kidogo alifika mahali akawa ananisaidia sana. Kwa hiyo tukaishi naye kwa namna hiyo. Sawa. Kuna kitu kinagonga kwenye akili yangu. Nimegundua watu wenye kitu cha Mungu ndani huwa wanakutana na vita kubwa sana, kuanzia kwenye udogo wao mpaka kwenye ukubwa wao. Amen. Lakini mwisho wa siku unakuja kushangaa huyo mtu hatima yake inaishia kwenye utumishi. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa nini hawa watu wanakutana na vita kubwa sana? Mara nyingi mtu aliyebeba kitu cha Mungu ni lazima adui apambane naye sana. Kwa hiyo atapita kwenye vita kubwa ili iweze kumuimarisha. Ndio. Atakapokuja kusimama atasimama kuwa na ushuhuda mkubwa ndani yake. Ndio. Kwa hiyo mtu wa namna hii utafika mahali umlazimisha kufanya kitu cha kumrudisha nyuma, hataweza kukubali. Kwa sababu anajua mahali Mungu alikomtoa. Ndio. Kwa hiyo toka utoto wake anapambana na vita kubwa. Anafika mahali sasa anajua ya kwamba kumbe maisha ambayo niliyokuwa naishi kule na hapa ni vitu vitu tofauti. Kwa hiyo unapozidi kumshawishi arudi kule, kwa sababu tayari ameshayapitia yale maisha. Kwa hiyo hawezi kurudi. Okay. Na mchungaji, katika maisha yako ni kitu gani, yani katika maisha ya gizani tukija mpaka umeingia kwenye wokovu, ni kitu gani ulishawahi kukutana nacho ambacho hutakisahau, ambacho kilikuumiza na hutakisahau kabisa? Toka nipo gizani. Ulipokuwa gizani mpaka, yani safari yako ya maisha ya gizani mpaka umeingia kwenye wokovu, kwenye ujana hapo sasa. Aidha ni kitu ambacho kilikuumiza ukiwa gizani au kilikuumiza ulipoingia kwenye wokovu. Tuliweke hivi, ni kitu gani ambacho kiliwahi kukuumiza au ni kitu gani ambacho unakijutia
ulipokuwa kwenye maisha ya gizani? Kitu ambacho ninachokijutia nilipokuwa kwenye maisha ya gizani nakijutia, na najuta kwa sababu sikumjua Mungu toka mapema. Na ule muda ambao niliutumia nikiwa gizani ningeutumia nikiwa nuruni, nadhani ungekuwa mbali sana. Na ni tukio gani uliwahi kulifanya? Tukio ambalo ni kubwa zaidi ni hilo ambalo niliwahi kulifanya, la kumpiga mtoto wa mchungaji. Nilipiga chupa nikamchana. Ukamchana kabisa? Kwa ile huwa inaniumiza sana. Na ulipokuwa ukifanya hivyo vitu, wewe ulikuwa unajisikiaje? Yaani najisikia kawaida tu. Kawaida. Sema baada ya kutenda sasa, ile hali ya pombe ikishatoka ndo nakuja kuanza kufikiria kumbe hiki kitu nimekifanya sio kizuri. Maisha yako baada ya kuingia kwenye wokovu yalikuwa marahisi au yalikuwa magumu? Mapito yalikuwepo. Yapo. Baada ya kuingia kwenye wokovu ndo hivyo, nilifukuzwa nyumbani. Nikaishi kwa kaka yangu ambaye ni mchungaji. Maisha yaliendelea, ingawa mapito madogo madogo yapo ambayo yanakufanya pia ujaribu kurudi nyuma. Na marafiki pia wanajaribu kukushawishi kukurudisha nyuma. Lakini namshukuru Mungu niliweza kuvuka hiyo hatua. Amina. Twende kwenye swala la wito. Wewe ni mchungaji. Naam. Tunatamani kujua maisha yako na Mungu. Ulijuaje kama umeitwa? Na wito wako ulikuwa katika ninaweza nikasema kwamba unajua kuna ile Mungu anapomuita mtu mwingine anapata neema ya kuitika haraka. Lakini kuna mwingine mpaka aitike ni mpaka atandikwe kwanza na Mungu ndo anakubali. Wewe swala la wito, kuingia kwenye utumishi na huduma, ilikuwaje? Ilikuwa ni vyepesi au ilikuwa ni vigumu? Ilikuwa ni vigumu sana. Kwa nini? Kwa sababu niliishi kwa mchungaji. Kwa hiyo kwa hiyo uliishi maisha yako yote ya wokovu ukiwa kwa mchungaji? Kwa hiyo mapito ya kichungaji nilikuwa nayafahamu. Jinsi ambavyo tulivyokuwa tunapita pale nyumbani, nilikuwa nafahamu. Kwa hiyo sikutegemea na wala sikutaka kabisa kufanya kazi ya uchungaji. Ndani mwangu naweza kusema labda kama huduma ilikuwemo, lakini nilijiendelea kujitambulisha kama mwinjilisti wala sio kama mchungaji. Kwa hiyo ndani yako ulikuwa na utayari wa kumtumikia Mungu. Lakini sio kuchunga. Kwa nini watu huwa yani mtu yuko tayari kuwa mwinjilisti, kuitwa mwinjilisti, kuitwa mwalimu, lakini akiambiwa swala la kuchunga kanisa mnagombana? Ni kazi moja kubwa sana. Ni kubwa sana. Na ina mapito mengi na makubwa. Kama haujaitwa, unaweza ukaikimbia mapema sana. Kabisa. Kwa hiyo mimi huduma nilianza 2009. 2009 nikawa kama mchungaji msaidizi. Lakini baadaye watu wakang'ang'ana sana, tufungue huduma, nikakataa. Baadaye nikawaambia hapana, mimi nitasimama kama mwinjilisti hapa kanisani. Baadaye kuna mchungaji mmoja alisemeshwa na Mungu, anaitwa mchungaji Baraka, yuko Zanzibar. Alitoka Zanzibar kuja kwetu. Kafika pale
akaongea na mchungaji akamwambia bana, hawafahamiani na mchungaji, ila yeye alitoka kula akaambiwa nimetumwa na Mungu, kuna mchungaji nije nimwombee. Akasema ndani ya kanisani kwetu? Akasema ndio. Si akamkaribisha miaka hiyo sasa 2009. Akamkaribisha alifika siku ya Jumatano, Alhamisi akakaa, lakini enzi hizo sisi ndio tulikuwa vijana kama kwa mchungaji. Sasa tukatuma kwamba tupite kwa kila mshirika kwamba Ijumaa tutaanza semina. Tuna mgeni, tumepata mgeni wa dharura. Kwa hiyo tukaanza Ijumaa semina jioni. Mhubiri yule akahubiri. Alipomaliza kuhubiri akasema, jamani, mimi ni mgeni, nimetokea Zanzibar. Ndio. Lakini nimetumwa na Mungu nije nimwombee mchungaji. Sawa. Sasa sisi vijana ambao tupo tunashangilia. Tunajua labda kumbe kuna mtu, kwa sababu kuna rafiki yangu alikuwa anaitwa Yona. Tumekaa naye. Sasa yeye kidogo ananizidi umri. Na tulikuwa tunafanya naye huduma moja, mara nyingi yeye ndio tulikuwa tunamtania yeye ndio mchungaji. Ndio. Kwa hiyo sasa mimi nikawa nashangilia kwamba yaweza kuwa ni yeye ambaye ni rafiki yangu, tunamwambia kila muda anakataa, lakini yaweza kuwa ni yeye. Ni yeye. Yeah. Kwa hiyo tukaendelea. Siku ya Jumamosi ndio yule mchungaji akawa anahubiri. Tulikuwa tunapenda kukaa viti vya mbele kwa washirika. Akawa anahubiri. Baadaye akaja akanikamata mimi kichwani. Ananiambia, wewe ndo nimeambiwa kuwa mchungaji, nije nikuombee uwe mchungaji. Ikawaje? Yaani nilisikia mwili kama vile kutetemeka, sio kutetemeka, kama vile umeloa maji. I say. Kwa hiyo alipokuja kuniachia, nikachukua Biblia yangu na daftari, nikarudi nyuma. Nikakaa nyuma kabisa. Lengo la kwamba atakapokuja kusema jamani, aje sasa yule mtu ambaye anataka nimwombee mimi niondoke. Sasa mpaka akamaliza kuhubiri hakusema chochote. Mahali alipokuwa analala ni chumba changu ambacho mimi nilikuwa nimemwachia. I see. Bisi tukawa vijana tukawa tunalala kanisani. Kwa hiyo alipo Jumapili akaanza akahubiri na mimi nimekaa nyuma. Sikukaa tena mbele. Alipohubiri amehubiri na karibia kumaliza akasema, watu wote naomba tusogee mbele. Tukasogea na mimi nikasogea. Akasema, jamani, fumbeni macho sasa, nataka niwaombee wote, niwabariki. Mimi kazi yangu nimemaliza. Tukafumba macho. Wakati tunafumba macho na mimi nimefumba macho, akazunguka, mimi ndo nimekaa nyuma, akaja akanishika akaniombea. Akaomba pamoja na kukwepa kote. Lakini Mungu akakutafuta. Lakini Mungu akanitafuta. Akaniombea. Alipomaliza hakuombea mtu mwingine yoyote. Akasema, akamkaribisha mchungaji mwenyewe, akamwambia, kazi ambayo nimeitiwa mimi nimeimaliza. Sasa tayari kurudi nyumbani. Akarudi nyumbani. Kuanzia hapo vipi kufikiri kwako, kuwaza kwako ikawaje yani? Ilikuwa ni changamoto. Wengi sasa wakawa wananiita mchungaji. Ni kweli nikifikiria mapito ambayo tunayapita pale nyumbani. Ndio. Ni magumu. Yaani ni magumu sana. Lakini niliendelea kukataa, nikaendelea kusimama kama mwinjilisti. Nikiagizwa kuhubiri naenda kuhubiri. Nikiagizwa kufanya hiki nafanya. Lakini habari za kuitwa mchungaji hapana. Yaani sikutaka kabisa. Kwa tuliendelea hivyo. Mwishowe kama ile hali ya sasa watu wakawa wameshazoea sasa kuniita, kutoka kwa mchungaji wakaanza kuniita mwinjilisti. Kwa sababu wewe ulikataa. Nilikataa. Na mara nyingi sana nikisimama najitambulisha kama mwinjilisti. Kwa hiyo
wengi wakawa wanatamani, wakawa wameniita sasa hivyo, mwinjilisti. Kwa nikasimama hivyo. Baadaye mchungaji wangu akaja akaniambia, sasa uchague mambo mawili, uchague moja. Kuna sehemu twende tukakufungulie huduma, ama mimi nikuachie hapa, mimi niende nikafungue sehemu nyingine. Nikamwambia yote hayo sichagui moja, hata moja sichagui. Yote nilikataa. Tukaendelea, akawa ameniacha. Baadaye akaja akarudi tena ananiambia, lakini enzi zile tulikuwa mchungaji alikuwa anapenda kusema kwamba nimeota. Kusema nimeota kuwa wewe ni mchungaji. Lakini yeye mnendo ukafanye kazi. Nikamwambia hapana, kwanza umri ninavyojaribu kuupima bado ni mdogo. Yaani bado sana. Kwa hiyo naomba tu nitulie kwanza. Si akawa ameniacha, nikaendelea kufanya kazi. Ndio. Mungu akawa amenifanikisha sana kuhusiana na swala la kazi. Kwa maana kiuchumi nikawa vizuri. Nilifanikiwa kununua pikipiki miaka ile. Tukaendelea, lakini baadaye kipindi miaka fulani zilipotoka bajaji za abiria, ukanunua. Nikanunua. Maanake hapo Mungu akaanza kukuongeza kiuchumi. Kwa hiyo swala la huduma sikuwa nalifikiria tena. Ukawa busy na maisha. Nikawa busy na maisha. Kwenye ubize ule Mungu akanifanikisha sana sana sana. Hela nikawa nayo. Vitu nikawa navyo. Gari, nikanunua gari moja ilikuwa inaitwa Mark II. Nilinunua milioni 8 kwa mtu. Nikawa na gari ya kutembelea, nikawa na bajaji, nikawa na pikipiki. Na maisha yakaendelea kama kawaida. Maisha yakaendelea vizuri. Kwa hiyo nimeendelea. Watu wakawa wanakuja wananiambia, lakini sasa ni wakati wa wewe kuingia kwenye huduma. Nikawa naambia hapana. Nikaambia hapana. Nilifanikiwa kufungua makanisa mengi. Kwa hiyo wewe ukaamua kumkwepa Mungu kwa kumtia moyo kwamba Mungu, mimi nipe tu hela nitakuwa na support makanisa, ila swala la kuchunga hapana. Ikawaje? Nikafungua makanisa mengi. Mengi. Kuna kanisa moja liko Mwakitorio. Nakumbuka niliwahi kununua kiwanja, miaka hiyo nilinunua 450,000. Nikanunua na vyombo kama 300,000 hivi, vyombo vya kawaida. Nikawa nimewapelekea. Okay. Mungu anakuangalia tu. Na mpaka leo kanisa lipo linaendelea vizuri sana. Kwa hiyo wengi wakawa wananiambia, basi ingia, ni muda wa kwako kuingia kazini. Nikamwambia hapana. Hapana. Lakini siku moja nipo nyumbani. Naamka asubuhi kama saa 12 na nataka niende kazini. Na nawa uso nje, anatokea mtu ananiambia ni mlevi. Sikumuona ametokea wapi, ila nilikuja kushtuka tu yuko mbele yangu. Kwa hiyo akawa ameniambia, wewe ni mchungaji, nenda ukatumikie kanisa. I see. Sasa mlevi. Asubuhi saa 12. Ananiambia, wewe ni mchungaji, nenda ukatumikie kanisa. Sasa zile kauli zikawa zimenichanganya, katumikie kanisa. Nikamwambia, nilimfukuza na ulevi wake. Simjui. Na sidhani kama yeye alikuwa ananijua, ila
mimi simfahamu kabisa. Kwa hiyo akaniambia maneno hayo, nikamfukuza. Akasema sawa, mimi naondoka, lakini ndo nimekuambia. Na watu wanasema kwamba Mungu anaweza akatumia mtu yeyote kufikisha ujumbe. Yani kweli. Kwa hiyo baada ya hapo nikawa nimeondoka, nikaenda kazini. Siku hiyo kazi ilikuwa ni ngumu. Ni ngumu sana. Mambo hayaendi kabisa. Mambo hayaendi. Kwa hiyo niliwahi kutoka kazini kama saa 7 hivi, nikarudi nyumbani nikatulia. Nilipotulia nakumbuka nilipata mkutano mmoja mkubwa sana Kahama. Ukawa unatangazwa redioni. Ndio. Sasa mchungaji wangu aliposikia kwamba mimi ndo mhubiri, akaja nyumbani akaniambia, kwenye huo mkutano na kuomba usiende. Nikamuuliza kwa nini? Akasema bado haujafikia hatua za wewe kuhubiri mkutano mkubwa namna hii. I say, ikawaje? Na kule wameshajiandaa tayari. Nikasema, nikamkubalia, nikamwambia basi sawa. Siku zikawa zinaenda. Kwa hiyo kule ikabidi waairishe au muda ulikuwa bado haujafika? Muda ulikuwa bado haujafika. Okay. Sasa tukaendelea. Baadaye muda ulipokaribia, akaniambia wiki hii utasimamia ibada ya hapa kanisani. Kwa maana kuanzia ibada zote za katikati mpaka Jumapili. Lengo nisiende kwenye mkutano. Sasa nikawa nimemwambia ni sawa, lakini naomba nisimamie Jumapili. Kwa sababu katikati nitakuwa busy na kazi. Akaniambia hapana, lazima usimamie. Nikawa nimemwandaa yule rafiki yangu sasa ambaye niona. Ndio. Nikamwambia naomba usimamie ibada ya katikati ya Jumatano, na mkutano ulikuwa unaanza Jumatano. Ndio. Nikamwambia, akasema sawa. Akasema muda wa ibada umefika. Mimi nikaenda kwenye mkutano. Kwenda kwenye mkutano, huyo akaenda kanisani kusimamia ibada. Sasa kumbe huo muda, kwa sababu mkutano haukuwa mbali. Ndio. Mchungaji wangu alikuwa amekuja mchana nyumbani, akanikuta sipo. Akatuma mtu atangulie kwenye mkutano. Mzee wa kanisa akawa ameenda. Alipofika tumekaa pale, na mimi baadaye ananiona napanda jukwani kuhubiri. Nikahubiri. Enzi hizo sasa mzee wa kanisa hakuwa na simu kubwa. Ndio. Akawa anasikiliza tu. Lakini huko mchungaji sasa akahangaika kwamba akajua kwamba nimeenda kwenye mkutano. Kwenye mkutano. Ndio. Kwa hiyo nikahubiri ule mkutano vizuri. Mungu alinisaidia sana. Watu wengi waliokoka. Niliporudi nikamkuta mchungaji amekaa nyumbani kunisubiri. Akaniuliza, nilikwambia usiende kwenye mkutano, mbona umeenda? Nikamwambia wale watu tulikuwa tumeshapanga nao muda mrefu. Alafu isitoshe nilichangia pia za mkutano. Ndio. Kwa hiyo nikaona kuahirisha nitakuwa umeharibu. Ndio. Akasema basi, alikaa akawa amesema maneno mengi pale, akaniambia kesho naomba usiende. Sasa wakati anasema hivyo, na mzee wa kanisa aliyemwagiza akawa amekuja. Ndio. Akasema huyu mwache aende kwenye mkutano. Yaani amehubiri vizuri, watu wameokoka, watu wamebarikiwa wengi sana. Ndio. Akasema basi kesho nenda, lakini na mimi nitakuwepo. Ndio. Ndio mara ya kwanza mchungaji ananiona nahubiri mkutano mkubwa. Okay. Mwanzo alikuwa ananiona nahubiri tu mitaani. Aliponiona sasa, hapo ndo akasema basi kumbe kweli tukuache wewe mwinjilisti. Kwa hiyo kumbe na yeye alikuwa
alikuwa upande wa wale wanaokuona wewe ni mchungaji. Naam. Lakini baada ya kuwa unakataa lile jina, Mungu akaamua kulizima. Naam. Alafu likainuka jina la mwinjilisti. Lakini kumbuka Mungu anakuona wewe kama mchungaji. Naam. Alafu baada ya hapo baba naye alivyokuona akakuona ni bora uwe mwinjilisti. Ni bora niwe mwinjilisti. Sema basi tukuache uwe mwinjilisti. Kwa sababu enzi hizo yeye alikuwa kama kiongozi wa KLPT wanatumia parish sio majimbo. Kwa hiyo yeye alikuwa kama kiongozi wa parish. Kwa hiyo akawa ananituma mara nyingi kwenye makanisa sasa ndio kwenda kuhubiri. Baadaye yule rafiki yangu sasa naye alikuwa ni mzee wa kanisa ambaye sasa tulikuwa tunaona ana uwezo kama kuwa mchungaji. Kwa hiyo nikawa ametamani na yeye kuhubiri mikutano. Kwa hiyo akaniambia sasa unapokuwa unaenda na mimi niwe naenda. Ndio. Lakini tuwe tunahubiri wote pamoja. Ndio. Nakumbuka kuna kipindi fulani walikujaga wahubiri kwa mchungaji mmoja anaitwa mchungaji Gwemie Kahama. Walikuja wahubiri wamoja wakawa wanahubiri watu wawili injili ya mapacha. Kwa hiyo ile nilitamani nikawa nimemshirikisha yule rafiki yangu nikamwambia basi tuwe tunafanya hivyo. Kwa hiyo tukawa tunahubiri injili ya mapacha. Okay. Sasa mchungaji, natamani utuambie, kama tunavyojua maisha ya wokovu yana mambo mengi. Changamoto ni nyingi, mapito ni mengi sana. Na kupitia hizo changamoto na mapito, humo ndimo tunamomu experience Mungu kwa namna tofauti tofauti. Sababu kuna mapito mengine yanakuja ili kutufundisha. Mapito mengine yanakuja ili kutudhihirishia nguvu za Mungu na uwezo alionao kwenye maisha yetu. Ni pito gani uliwahi kupitia? Pito ambalo kabisa lilikufanya ukamwambia Mungu, yani hapa Mungu. Pito ambalo yani ulitamani kumuona Mungu live akikusaidia na Mungu akatokeza kwenye maisha yako. Pito gumu ambalo nilipita bila kufilisika. Nahisi hapo ni baada ya kukataa wito. Yeah. Kabla ya hapo yule mlevi alipoondoka alikuja kutokea mlevi mwingine. The same day au ni siku nyingine? Siku nyingine. Kwa hiyo alipotokea naye akarudia maneno yale. Kwa hiyo ikawa imenisumbua. Ikawa nimeacha. Nikatulia sana yani.